Wizara yetu yashughulika na watu wote, na ndio maana kwa upekee basi tuna tabia kutembelea baadhi ya maeneo kuona changamoto za jamii zilizomo kwenye hayo maeneo. Kwa pekee mheshimiwa mmoja akanambia tufanye ziara siku moja, twenzetu wapi? Jimboni kwangu. Sababu wizara yako ina mambo ambayo yafanya na mimi nataka jimboni kwangu, lakini special nataka twenzetu kijiji cha wapi hichi tulichokuja. Kwa kuwa tupo kwenye mfululizo wa majukumu, tukapanga wakati wote tumaliza majukumu yetu ya mchana basi tukutane, na ndio maana niwashukuru kwanza kwa kuja. Kwa hiyo wizara yetu ipo yashughulika na masuala yote ya wanawake, ikiwemo masuala ya unyanyasaji wa wanawake na watoto, lakini na wanaume wakinyanyaswa pia nao tutawasaidia. Lakini pia wizara yetu ndio inayotoa pensheni za jamii, wazee wote waliofika umri wa miaka 70 na kuendelea. Hao wizara yetu ndio inayoshughulika kuwapa zile 50,000 za Dr. Mwinyi mkizisikia. Wizara hiyo ndio inayoshughulikia kaya zinazoishi mazingira magumu. Wale watu ambao waishi kwenye mazingira magumu sana, wizara yetu basi huwa yawatembelea, ikawaona na ikawapa misaada mbalimbali. Ikiwezekana pia wizara yetu hukaa na wahisani na wafadhili mbalimbali kuona namna gani tunazisaidia jamii zetu. Wizara yetu yashughulika na ustawi wote wa mtu. Ustawi, nikisema ustawi, maji yake yawe safi na salama, apate barabara, apate. Sasa si wizara zote zimo kwenye wizara yetu. Tuhakikishe ustawi wa mwananchi wetu umekwenda vizuri kama ilani yetu ya Chama cha Mapinduzi na kama viongozi wetu wa nchi wanavyotaka. Kwa hiyo tunapoona changamoto zilizomo kwenye jamii, tutachukua tukaziwasilisha kwa wenzetu, na wenzetu nao tukaona namna gani waweza kusaidia hizi jamii. Kwa hiyo najua mtakuwa mna mengi ya kusema, nisiwe msemaji mimi siwasemee. Nataka mseme na nyie wenyewe. Kwanza mmepokeaje uwepo wetu, lakini pia mwasemaje, labda sisi ni wawakilishi wenu. Waweza message mkanifanya kama mserikali, lakini pia mweza mkanifanya kama mwakilishi wa wananchi. Mwasemaje tuwapelekee ili sasa muone ujio wetu huu sio unza faida gani kwenu. Karibuni. Kero letu kwa kweli naungana na Bwana Nadia aliondoka hapa. Kwanza la mwanzo tunapata usumbufu wa barabara, kwa sababu sisi tunakaa mbali na huko juu iko mitaa huko. Unajua Mwenyezi Mungu anapokuletea maradhi hujui muda gani atakuletea maradhi. Na sisi njia tuna huduma nayo sana. Njia ikiwa safi tunaweza tukampigia Simba hapo Kilombero kutuletea gari mpaka hapa. Lakini sasa je, Simba utampigia vipi simu akuletee gari uje uchukue mgonjwa wako, wakati mgonjwa umpeleke kule mgonjoni au mpeleke Mwembe Mpunga kwa mabeba? Kwa hiyo swala hili hapa tunaliomba sana, barabara ile pale tujengewe kutoka hapo mpaka kule mgonjoni. Itakapofika hapa gari mgonjwa yuko hapa tunampeleka. Na shida ya maji na shida ya barabara, maana hata tukatoka ugonjwe hapa na Kilombero huko na kusikia hatuwezi kumbeba mgonjwa, maana hatuna usafiri wowote. Usafiri tuliotegemea ndio hivyo hivyo tujisokote wenyewe. Maisha yetu ndo kama hivi, na mtaa wetu kama mnavyoona. Hatuna maji, tunahangaika, hatuna barabara, maisha yetu magumu. Nyumba zetu kama unavyoziona mwanangu. Maisha yote tunaishi hapa, lakini maendeleo bado hatujayapata. Tunajoomba hapa barabara, maji, ndio tunajoomba. Si hali ya hapa hali ngumu kidogo, kama hivi banda hivi tope kama hivi, ukiwa na mgonjwa matatizo ikijamasika. Na ndio mshaona leo tupo mgonjoni kwa Pakacha. Lengo la kuja hapa ni kuwaona wananchi wetu. Tumekuja na naibu waziri wa Wizara ya Maendeleo ya Wanawake, Jinsia, Wazee na Watoto. Lengo na mazumuni kuja kuiona hii hali yetu ili serikali iweze kuchukua hatua katika maeneo yetu. Kama hali mnavyoiona, mazingira yetu yako mazingira magumu. Kwa hiyo sisi kama viongozi wa jimbo la Mahonda kwa kushirikiana na wizara hii tumekuja kuona watu hawa, kusikiliza changamoto zao. Wamesikia kauli zetu, wamesikia kilio chetu. Kwa serikali leo imekuja hapa angalau kutushusha pumzi sisi wana Mahonda. Kwa tunaamini yale yote tuliyozungumza pamoja na mheshimiwa waziri yatafika maeneo husika, na tunaamini kwamba ile faraja kama wana Mahonda tunaweza kuipata kwa wakati ambao tunatarajia. Kuna maendeleo ambayo tayari
huku tumeshapata skuli na mengine madogo madogo yanakuja. Kwa hiyo tunaamini na haya makubwa yatakuja katika maeneo yetu. Kwa hiyo tunamshukuru Dkt. Mwinyi kwa hilo, lakini pia tunawashukuru wananchi wote kwa kuendelea kumuunga mkono Mheshimiwa Rais.